Sasa hapa ni simulizi inayomuelezea prince ambaye alikuwa anapenda sana mapenzi. Yaani mchizi alikuwa anatoroka katika ufalme wa baba yake ili kufuata pisi ambayo ilikuwa ni princess katika ufalme jirani. Lakini kinachokuja kumkuta huyu jamaa ni funzo kwa dunia nzima. Bwana, ndani ya kibuyu kuna nini? Ni asali tu mzee. Let's go. Mzigo unaanzia katika ufalme wa Usini. Hapa ni ufalme wa King Agumba. Huyu mzee ana mtoto mmoja wa kiume ambaye anaitwa Ibuba, ambaye ni prince na mfalme ajaye. Sasa hapa askari wa mfalme anamwambia mfalme kwamba prince kaenda ufalme jirani, ameenda kumwona demu wake ambaye ni princess wa ufalme huo. Sasa mfalme akawa anashangaa sana, imekuwaje mwanae kaenda huko? Maana kiuhalisia yeye na mfalme wa ufalme huo huwa hawaelewani kabisa, yani kuna uadui mkubwa sana. Kwa hiyo inamaanisha kwamba mtoto wake yupo katika hatari kubwa sana kuweza kutekwa. Sasa kwa kuwa huyu askari ni askari mkuu ambaye anaongoza kikosi chake hapa, basi unaambiwa mfalme akawa anamfokea sana kwa kuwa amemwacha mtoto wake akatoka nje ya mipaka ya ufalme wake. Akawa anamfokea pale akimwambia kwamba hajui kabisa majukumu yake anayomweka hapa. Dinga anamjibu mfalme kwamba hakujua ni muda gani ambao prince aliondoka katika ufalme huu. Hii maana yake ni kwamba mchizi aliweza kutoroka, unaambiwa. Mfalme akamwambia Dinga kwamba achague baadhi ya maskari na kisha waende katika ufalme wa Hagiri kwa ajili ya kumchukua mtoto wake ambaye kwa sasa anaweza akawa katika hatari kubwa sana, na akataka zoezi hilo lifanyike kwa haraka sana, unaambiwa. Basi Dinga akatoka haraka sana kwa ajili ya kumtafuta mtoto wa mfalme. Sasa tuingie upande wa Hagiri, huku tunamkuta prince akiwa pamoja na mchumba hapa. Mchizi kapagawa na penzi la princess wa ufalme huu. Sasa huyu dada jina lake anaitwa Mirima, lakini sisi tutafupisha jina lake, tutamuita Miri. Sasa hapa baada ya show mzee, unaambiwa princess anamwambia jamaa kwamba hakutakiwa kabisa kuvuka mpaka na kuja katika ufalme huu, maana baba yake wakamata wageni na kuwatoa sadaka mzee kama kafara. Kwa hiyo kwa yeye kuwepo hapa ni hatari kubwa sana kulingana na uadui ambao upo katika falme zao mbili. Mchizi akaanza kujisifia akisema kwamba yeye ni prince wa ufalme mkubwa sana, baba yake ana jeshi kubwa na hakuna mtu ambaye anaweza kumfanyia chochote kile. Ila huo si ukweli, kwani mapenzi ya binti ndio anamfanya jamaa azidi kuchanganyikiwa. Binti akamwambia kwamba baba yake anajali sana kafara kuliko maisha ya binadamu, kwa hiyo anaweza kufanya chochote ili kwa ajili ya kutoa kafara tu mzee. Jamaa akazidi kujisifia akisema kwamba hakuna mtu wa kumsumbua. Si unajua tena hakunaga mwanaume anayependa kuonekana kwamba ni mdhaifu mbele ya mchumba. Kwa hiyo jamaa akamtaka mchumba atulie, kwani hakuna ambacho kitamkuta. Sasa tayari askari wa Hagiri washagundua kuna mtu mgeni katika ardhi yao. Kwa hiyo sasa mchakato uliopo hapa ni kumtafuta na kuweza kumtia nguvuni mzee. Wakati hiyo penzi la Mmiri linazidi kumchanganya mshikaji, amesahau kwamba muda umekwenda, inabidi arudi katika ufalme wao. Sasa wakiwa wanaendelea kubebika, ghafla wakaja maskari wa Hagiri moja kwa moja wakampointi mshikaji akimwambia kwamba wanamchukua kumpeleka mpaka katika ngome ya mfalme. Ikabidi sasa mshikaji aulize kwa nini wanataka kumchukua kumpeleka katika ngome ya mfalme. Askari wakamjibu kwamba hawataki kujali kwamba yeye ni nani na ana cheo gani katika ufalme wa jirani, wanachokitaka ni kwamba hawafuate nyuma. Ikabidi binti aingilia akisema kwamba huyu ni mgeni wake amekuja kumtembelea. Shida ni kwamba sasa oda imetoka kwa baba yake ambaye ndiye mfalme wa Hagiri, kwa hiyo kuna uzito mkubwa sana hapo. Ikabidi sasa princess awe mkali kidogo, maana kama mshikaji atachukuliwa na kupelekwa katika ngome ya baba yake, kitaumana unaambiwa atafanywa hakuna kabisa. Kwa kuwa mshikaji anajiamini sana, akawasogelea akauliza kwa nini hawamwogopi hata kidogo. Yaani mchizi alikuwa anavimba kana kwamba huu ni ufalme wake. Princess akawa anamtetea akisema kwamba atamchukua mshikaji na kumpeleka katika ngome ya baba yake mwenyewe. Ilikuwa ni njama tu ya kumtoa mshikaji katika mikono ya baba yake, lakini bado askari wale waliendelea kuvimba mzee. Sasa huku naambia uchawi ni kitu cha kawaida, wakatokea washikaji na hapa wakampulizia unga kidogo. Baada hapo mshikaji akazidiwa kuelewa kitu ambacho kinaendelea. Sasa turudi upande wa Usini. Dinga amerudi kumpatia mfalme taarifa kwamba amemtafuta sana mshikaji lakini hajampata kabisa. Ikabidi mfalme nyanyuke kwanza, maana anaweza akampoteza mtoto wake. Sasa mfalme akamsogelea mshikaji akimwambia kwamba anamtaka mtoto wake katika ngome sasa hivi, tena anamtaka afiki hapa kabla hata ya jua kuzama, unaambiwa. Ikabidi Dinga akubali japokuwa hajui atamtoa wapi mzee. Mshikaji akamchukua askari mwenzake kisha akaondoka kwa safari ya kwenda kumtafuta prinsi. Kisha tunamwona mfalme kuna kitu amechukua mkononi akawa na mwaga hapa. Hii ni kumaanisha kwamba hata yeye kwenye upande wa uchawi yuko vizuri mno, sio mnyonge hata kidogo. Sasa askari wa Usini walipokuwa wanampeleka mshikaji kwa mfalme, ghafla njiani wakakutana na haka katoto hapa. Haka jina lake kanaitwa Ngene. Sasa huyu dogo alikuwa anawazuia washikaji wasimpeleke Ibuba kwa mfalme. Maaskari wakaona kwamba haka katoto kanawaletea utani mzee. Dogo akarudia kuwaambia kwamba hawezi kumchukua mshikaji na kumpeleka kwa mfalme ambaye atamtumia kama sadaka zake. Maaskari wakawa wanaleta kiburi mbele ya dogo bila ya kujua kwamba dogo ni faya. Walimchukulia poa mzee, wakamtaka asimzungumzie vibaya mfalme wao. Punde si punde askari mkuu akajikuta anaingia katika mtego wa dogo na kumsogelea haraka sana. Dogo akampiga kimbola, jamaa akadondoka chini mzee. Huyu mwingine akabaki anashangaa tu. Dogo akawaambia kwamba wamchukue badala ya Prince Ibuba ambaye walikuwa wanataka kumpeleka kwa mfalme. Haijulikani ilikuwa ni akili zao ama walikuwa wamerogo tayari. Wakawa wamenong'onezana kitu ambacho pengine kingekuwa na madhara makubwa sana kwao. Moja kwa moja wakamsogelea Ngene na kumpiga taksibega mzee. Huyu ataenda kumwambia mfalme kwa nini amewazuia kumchukua Prince Ibuba na kumpeleka kwake. Angalau ikawa ni ahueni sana kwa princess, kwani hakutaka kumwona mpenzi wake akiteswa. Sasa binti akamtaka mshikaji arudi katika ufalme wao, kwani atafanya mchakato wa wao kukutana nje ya ufalme huu.
maana anajua kabisa jamaa hawezi kuishi bila yeye. Yaani tonge analo mkononi, lakini binti ndo kashikilia mboga hivyo. Sasa ili maisha yaende, inabidi mshikaji achovye katika mboga ya bidada ndio apate amani. Huku upande wa pili Dinga anaendelea kumtafuta Ibuba mzee, na baada ya jitihada za muda mrefu kumtafuta mshikaji bila ya kumpata, mmoja ya askari akasema kwamba kama inawezekana waweze kurudi nyumbani kwa sasa. Na hapa sasa Dinga akamuuliza kama anataka kufa ama vipi, maana kama watarejea ngomeni bila ya Prince basi kitaumana unaambiwa. Sasa huyu mwingine alikuwa ni muoga kinoma, anasema ya kwamba hakuna njia ambayo inaweza kuwafanya wakaingia katika ufalme wa Agiri alafu kisha wakarejea wakiwa wazima bila ya kuuawa. Kwa hiyo ni heri kabisa kama watarudi kwa mfalme na kumwambia kwamba wamemkosa. Dinga akamjibu kwamba ni heri kusalia msituni kuliko kurudi kwa mfalme bila ya Prince. Basi ikabidi safari ya kuendelea kumtafuta mshikaji iendelee, maana kama wakirudi kwa mfalme bila ya Prince basi wanaweza kukatwa vichwa vyao na kufa wote. Turejee katika ufalme wa Hungary. Kwa mara ya mwisho maaskari walikuwa wamembeba Ngene, msichana mdogo ambaye alikuwa anawazuia katika misheni yao mzee, lakini hapa tunawaona wakiwa wamebeba mgomba. Unaambiwa hawajui hili wala lile, wako bizi kabisa, wanaupeleka mgomba kwa mfalme. Wakiwa njiani wanapishana na watu ambao wanawashangaa sana, kwani katu hawajawahi kuwaona maaskari wao wakiwa wamebebelea migomba. Sasa kweli bwana, washikaji wakafika katika ngome ya mfalme, na hapo wakautoa mgomba wakihisi kwamba wanamtoa binti ambaye walimkamata huko barabarani. Sasa akatokea mfalme ambaye huyu jina lake anaitwa Odudu. Mfalme akawa anashangaa sana baada ya kuona mgomba, ndipo mfalme akawauliza kama watakuwa ni vipofu, maana hawakuwa wamemletea mtu bali walikuwa wameleta mgomba hapa. Ndipo maskari wakastuka baada ya kufumbuliwa macho. Basi kwa hasira sana mfalme akawataka kuchukua uchafu wao na kwenda kuutupilia mbali huko. Sasa baada ya kila kitu kutokea, unaambiwa mpaka sasa hivi Prince bado hajaondoka. Amekasirika sana baada ya maskari wale kuweza kumletea dharau. Kwa hiyo akawa analalamika kwamba anahitaji kama vipi vita ianzishwe, lakini Princess alikuwa hapa kwa ajili ya kuweza kumtuliza unaambiwa. Na ghafla yule mtoto akatokea tena, akawa anamuuliza Ibuba anafanya nini hapa, maana baada ya kumtetea kama vile alitarajia kwamba mshikaji angeweza kuondoka katika ufalme huu mbaya, lakini mshikaji akawa anamkemea huyu mtoto akimwambia kwamba hatakiwi kuongea naye kama hivyo. Yeye anaamini kwamba huyu ni mtoto ambaye ni wa kawaida tu kama watoto wengine. Yaani mshikaji alikuwa na kiburi sana unaambiwa. Jamaa akasema kwamba asisikie mtu akisema kwamba huyu mtoto amemsaidia yeye, maana itakuwa ni kama ametokanishwa hivi, eti yeye ni mtoto wa mfalme mkubwa mwenye nguvu sana. Kwa hiyo anamtaka huyu mtoto aongee naye kwa adabu na heshima. Binti yule akarudia akisema kwamba kifo kipo karibu sana juu yake, kwa hiyo kama itampendeza inabidi aondoke mapema sana kabla hawajamuua. Na kiukweli kabisa zilikuwa zinasikika sauti za maskari wakiwa wanakuja upande huu. Princess akamtaka mshikaji aondoke, lakini jamaa alikuwa hataki kabisa kumsikiliza, yaani kiburi chake kilikuwa kimepita kiasi mzee. Jamaa anasema kwamba atakaa hapa kuwasubiria mpaka wafike, lakini kabla hajafanya hivyo kale katoto kakamshika mkono na kumuondoa mahali hapa. Na baada ya wao kuondoka, tunaambiwa maskari wakuwa wamefika hapa, wakamtaka Princess awaambie kwamba jamaa akajificha upande gani. Kwa kuwa yeye ni Princess, akatumia nafasi hiyo kuongea kimamlaka na kuwafukuza hapa. Basi ikabidi washikaji waondoke, maana ni oda hiyo. Sasa kumbe kale katoto kalikuwa kamemficha mshikaji katika migomba, wakati ambao msako unaendelea na maskari wanapita mbele yao. Kwa hiyo mchizi akasalimika. Sasa dogo akawa anampa Prince maelekezo, lakini jamaa hataki kumsikiliza kabisa, eti kwa sababu yeye ni mtoto wa mfalme. Badala yake anamuuliza ametoa wapi bracelet aliyoivaa mkononi, maana anaamini kwamba huyu mtoto ametoka katika familia ya kimaskini mno. Sasa ikawa ni kwamba dogo anamuelezea kuwa yeye ni zawadi muhimu sana katika huu ufalme, lakini mwamba hakutaka kumsikiliza kabisa. Zaidi na zaidi akaamua tu kumpokonya, akiashiria ya kwamba amevaa kitu ambacho si saizi yake. Jambo hili huyu mtoto hakulipenda kabisa, lakini ndo hivyo tena, mwamba akaondoka na ile bracelet. Ikawa ni kwamba Princess hana amani kabisa, lakini ghafla anakutana na mshikaji njiani. Maana yake ni kwamba bado hajaondoka katika huu mfalme. Mwamba bado anang'ang'ania, anahitaji kupata muda wa kuendelea kukaa na bidada. Yaani kiufupi penzi lake limemchanganya kinoma, lakini muda huo wanatimba maaskari wa Hungary wanamwambia kwamba safari iliyopita walimshindwa, lakini kwa sasa ni lazima wamchukue na waende naye mzee. Basi safari hii jamaa hakuwa na mbwembwe, akakubali kuongozana nao, akakutana na huyo mfalme ambaye amekuwa akituma watu wake kwa ajili ya kumkamata unaambiwa. Basi baada ya muda kidogo wakamfikisha katika ngome ya mfalme. Sasa baada ya mfalme kumuona tu anamuuliza yeye ni nani, kwani maana kiukweli kabisa hakuwa anamjua huyu mshikaji. Basi mshikaji akajitambulisha kwamba yeye ni Prince wa Usin na baba yake anaitwa Mfalme Agumba. Sasa dogo akashangaa mfalme anampa mkono, kumbe ndo alikuwa anamloga hivyo. Kumeanza kuchangamka, maana huyu mfalme achekagi na mtu kabisa. Basi ikawa ni kwamba mchizi analalamika kwamba macho yake haoni na anasikia maumivu makali mno. Basi hapo hapo mfalme Odudu akaagiza maaskari wake wamchukue na kumpeleka Selo, atamtumia huko baadaye kwa ajili ya kutoa kafara kwa miungu ya ufalme. Basi kilaini sana, yani kama wanakunywa maji, wakamchukua mshikaji kumpeleka Selo. Haraka sana binti akapiga magoti chini akimwomba babake aweze kumsamehe mshikaji, yaani kama inawezekana ampatie nafasi nyingine aondoke katika huu ufalme. Baba
baba yake anaonekana kutokumsikiliza binti, anaamua kwenda kufanya maamuzi mwenyewe. Wakati huo kwa upande wa pili unaambiwa Mfalme Agumba kichwa kinamuuma kinoma, anatamani sana kupata taarifa ya kwamba mtoto wake yuko salama salmini. Basi unaambiwa Princess akaanza taratibu za kuzungumza na vijakazi. Hapa akamsimamisha askari ambaye anamlinda mshikaji ndani ya selo, akawa anamwomba kama inawezekana basi wamtoroshe mshikaji, jambo ambalo ni ngumu sana kutokea. Mwamba hakutaka kabisa kumsaidia. Unaambiwa ikabidi Princess amwambie kwamba atamlipa kiasi chochote ambacho atakuwa nakihitaji, na kipindi hicho alikuwa anatumia ng'ombe na wanyama wengine kama malipo, lakini Mwamba akawa anazidi kutikisa kichwa kwamba hakubaliana naye kabisa. Mwamba akamwambia kwamba samahani, siwezi kukusaidia Princess wangu, kisha akaondoka zake. Muda huu unaambiwa ndani ya kasri la mfalme anaingia huyu mganga hapa, na huyu ndiye mganga wa ufalme ambaye huwa mara nyingi anatumika kutoa kafara. Baada ya kufika tu, mfalme anamwambia kwamba wamefanikiwa kumtia nguvuni mtoto wa mfalme wa jirani, yaani mtoto wa Agumba, mfalme wa Usini huko. Mganga akamwambia mfalme kwamba mizimu inaweza kuadhibu kama wataitumia damu ya kifalme kama kafara, kwa hiyo kama inawezekana waachane naye tu. Lakini mfalme anamwambia kwamba itumwe taarifa kwa mfalme Agumba kwamba atatakiwa kuwaleta mabikira 7 kwa ajili ya kumkomboa mtoto wake, la sivyo watampelekea mtoto wake moto, yaani watammaliza kabisa. Mganga akakubali, akasema kwamba ataufikisha ujumbe huo. Basi kumbe Princess alisikia kila kitu ambacho alikuwa anakizungumza hapa. Kwa ujasiri akawa anamuuliza baba yake anataka kufanya kitu gani, kwani zote hizi zilikuwa ni harakati kwa ajili ya kumwokoa mpenzi wake. Mfalme anamwambia mtoto wake kwamba yupo tayari kwa ajili ya lolote, hata kama ikiwa ni vita. Mzee anamwambia kwamba ukifika wakati sahihi basi atamtoa kafara jamaa, na baada ya hapo atapata nguvu nyingi sana zitakazomfanya asiwezekane kabisa, atazimudu ufalme zote ambazo zinamzunguka mzee. Binti akabaki macho yamemtoka tu. Sasa baada ya muda unaambiwa message sent, na hii ni baada ya vijakazi wa mganga kufika katika ufalme wa Agumba. Ikabidi mzee awaulize kama ni binadamu ama ni roho chafu. Basi mabinti wakawa wanampatia ujumbe ambao unatokea kwa mfalme Ududu. Mmoja akamwambia kwamba rafiki yako amekualika katika kasiri lake. Mzee akamjibu kwamba yule si rafiki yake kabisa. Mzee akasema kwamba mwambieni kwamba mimi siji kabisa. Mabinti wakamwambia kwamba sio lazima afike, anaweza kumpelekea mabikira 7 hata kupitia mtu mwingine, mabikira ambao watakuwa kama mbadala wa mtoto wake. Mfalme akawa anauliza atatoa wapi mabikira 7 kwa sasa. Akaita wazo hilo kuwa ni ujinga sana, ni kitu ambacho hawezi kukifanya kabisa. Sasa mabinti wakamwambia kwamba hana chaguo, inabidi akubali tu, na kama hataki basi akubali kumpoteza mtoto wake anayempenda. Baada ya kutoa ujumbe mabinti wakasepa mzee. Sasa baada ya pale ikambidi mfalme Agumba aweze kukaa kikao na wazee wa baraza. Hapa akawapatia taarifa kwamba Odudu amemteka mtoto wake, na kitu pekee ambacho anakihitaji ni mabinti 7 ambao watakuwa ni mabikira kabisa, yaani mabinti hao watatumika kama mbadala wa mtoto wake pendwa. Sasa mmoja wa wazee akasema kwamba bila ya kufikiria moja kwa moja waanze kukusanya mabikira hao, yaani huyo akufikiria hata kwamba ana mtoto nyumbani. Mwingine akampinga akisema kwamba sio rahisi kiasi hicho kuwapata mabikira 7, itakuwa ni kazi ngumu, inabidi afikirie kwanza. Mzee Nselo akawa anasema kwamba kama inawezekana waanzishe vita, ikiwezekana wamvamie mfalme Ududu na kisha wamchukue Prince. Basi mfalme akamjibu kwamba vita sio kitu ambacho kinaanza leo kinaisha leo, kama itatokea vita basi haitoisha leo na itakuwa na gharama kubwa sana kwa upande wao, kwa hiyo pia wazo la vita sio zuri kabisa. Kwa hiyo huyu ambaye anasapoti swala la mabikira akawa ameshinda mzee, lakini pia hawa wawili wana mabinti. Basi mfalme akawataka kila mmoja inapofika jioni awe amekwisha kumleta angalau bikira mmoja hapa, wakabaki wanatazamana mzee. Sasa huku upande wa pili mfalme Ududu ameshaanza kumtisha mshikaji, anamwambia kwamba kama ikifika kesho asubuhi baba yake hajaleta hawa mabikira 7 basi hamwache na mtoa kafara. Unaambiwa dogo akabaki anamtazama tu huyu mzee, kama ingekuwa sio upwiru basi asingefika huku. Basi Princess akafika hapa akawa anamwambia mzee wake kwamba anampenda sana huyu mshikaji, anatamani sana kumsaidia, lakini mzee wake anaonekana kutokumsikiliza kabisa. Kwa hiyo mshikaji atabakia hapa mpaka siku ambayo watakuja kumtoa kafara mzee. Sasa mchakato wa kutafuta mabikira 7 bado unaendelea mzee, na hapa ni nyumbani kwa mmojawapo wa wazee wa baraza, na hawa watoto wawili ni wa kwao. Sasa kwa kuwa mzee anajua kile ambacho amekizungumza katika baraza, akaja hapa na kumtoa mtoto wa mzee mzake. Mzee akamdanganya kwamba baba yake anamtafuta mno. Binti akamsikiliza na kuondoka. Unaambiwa sasa hii hapa ikawa ni nafasi ya yeye kuweza kumficha mtoto wake. Akamwambia kwamba binti yake ajifiche ndani ya nyumba na asitoke kabisa, yaani hata kama ikitokea mtu yoyote akamgongea mlango basi asikubali kabisa kufungua. Kisha mzee akampa sababu ya kumtaka akae ndani, ni kwamba kuna msako mkali sana unaendelea, watu wanatafuta mabikira 7. Binti akashangaa sana, unaambiwa, lakini hata hivyo kaingia ndani mzee. Sasa kumbe binti wa watu walifika mpaka nyumbani kwao, wakaita sana baba yake, lakini hakumsikia kabisa. Mtoto wa watu akahisi kwamba kutakuwa kuna shida ambayo imemkuta baba yake, ikabidi aanze kumtafuta mzee. Akamwita sana, lakini unaambiwa hakumuona kabisa. Mara ghafla akatokea baba wa rafiki yake. Mzee akamwingiza kwenye mtego akimwambia kwamba amfuate nyuma. Basi binti akapata wasiwasi sana, lakini mzee anamwambia kwamba amfuate tu nyuma, hakuna kitu ambacho kinaweza kikamkuta. Basi mzee akamchukua na kuondoka naye, bila shaka nampeleka kwa mfalme. Sasa baada ya kumfikisha kwa mfalme, mzee mzake akamlaumu sana, maana
akazunguka na kwenda kumleta mtoto wake, ili hali mtoto wake kamficha mzee. Sasa mzee akawa ametimiza agizo la kumleta bikira mmoja kwa mfalme, kisha akaondoka zake. Sasa mzee mwenzake akabakia hapa akimwomba mfalme kama inawezekana amwachie binti yake aende naye ataenda kutafuta mabinti wengine watatu, maana ni binti pekee aliyekuwa naye kwa sasa. Mfalme akakataa, akatoa amri kwa walinzi kwamba kama akiendelea kubakia hapa basi wampige risasi. Binti akabakia akiwa analia na ambewa. Kwa sasa kulikuwa kuna idadi ya mabinti wanne ambao tayari wamekwisha kukamatwa, ikabidi wachukuliwe na kwenda kuhifadhiwa mzee. Baada ya muda fulani katika kasri la mfalme wa Osini kanatimba haka katoto ambako jina lake kanaitwa Ngene. Katoto kanamsalimia vizuri mfalme, na kisha baada ya mfalme kumwona ikabidi aulize kama ni mojawapo ya mabinti bikira ambao wamewaagiza, lakini mlinzi anamwambia hapana kwa kutikisa kichwa. Katoto kanamwambia kwamba mtoto wake amechukua bracelet yake tukufu, na hapa anamwambia kwamba kama anamtaka mtoto wake arudi nyumbani basi inabidi kwanza arudishe kwanza bracelet yake. Basi mfalme akamdharau sana, akimwita kapanya kadogo sana. Akawa anauliza kwamba nani kakaleta kaka kapanya kadogo katika ngome yangu? Yaani tuko hapa tunaongea mambo ya muhimu kuhusu mtoto wangu, wewe unakuja kuongelea bracelet? Mfalme akachukizwa vya kutosha mzee. Sasa dogo akajaribu kumwelezea kwamba hiyo bracelet ni muhimu sana na pia alikabidhiwaga na waganga wachawi watukufu wa ufalme huu, kwa hiyo haitakiwi kabisa kupotea, na kama asipoipata basi asahau kabisa kuhusu mtoto wake. Sasa mfalme kawataka askari waweze kumkamata, lakini hawakuweza kumsogelea kabisa. Dogo akasema kwamba hawawezi kumkamata, hawawezi kumshika kabisa. Sasa mfalme akaamua kufuata gobole akitaka kumshuti mzee, lakini anapofyatua risasi tu haimfikii, unaambiwa. Yaani dogo bado kasimama anamwangalia tena, anamhuzunikia kinoma. Kisha kale katoto kakaamua kuondoka na kumwacha mfalme akiwa na sintofahamu kichwani. Sasa moja kwa moja Ngene akamfuata princess wa ufalme huu, na hapa binti akamwambia kwamba kama inawezekana afanye mchakato wa kukutana na mfalme Agomba, kwa kuwa mfalme yule anapenda sana amani, basi wanaweza wakatengeneza jambo zuri sana. Sasa hili wazo lilikuwa ni gumu sana kwa upande wa Mmiri, kwani mfalme Agomba na baba yake ni watu wawili ambao hawaelewani kabisa, ni maadui. Akaonekana kupinga wazo ambalo alikuwa anapewa na Ngene. Ngene akamwambia kwamba hii ndo njia pekee iliyobakia kwa ajili ya kulisolve hili tatizo. Akamtakia safari njema, kisha akaondoka na kumwacha hapa. Kweli bwana, siku inayofuata binti akatimba mpaka katika ngome ya mfalme Agomba, akampatia mfalme heshima yake kama ilivyo kawaida. Binti akajitambulisha kwamba yeye ni mtoto pekee wa mfalme Ududu. Baada ya mfalme kusikia hilo akafurahi kinoma yani. Mzee akamwambia kwamba mtoto wa adui yangu basi ni adui yangu kabisa, lakini binti akamjibu kwamba yuko kinyume kabisa na baba yake na ndio maana yuko hapa. Mzee akamwambia kwamba atamshikilia na kama ikitokea baba yake hajampatia mtoto wake basi atakikata kichwa chake na kukituma katika ufalme wa baba yake. Binti akamjibu kwamba hiyo haiwezekani kwa sababu hapo walipo na ujauzito wa mtoto wake. Basi mfalme akajikuta akishangaa mno na kubadilisha kabisa mawazo yake. Binti akamwambia kwamba anayo mbinu inaweza kusaidia kutengeneza amani katika hizi falme mbili, na kama ikitokea hizo mbinu hazijafanya kazi kabisa basi anaweza kumpatia adhabu. Sasa upande wa pili, huku mfalme Ududu kashapata taarifa kwamba mtoto wake yupo katika ufalme mwingine, basi akawa anafikiria njia ya kuweza kumrudisha mtoto wake nyumbani, maana huku aliko pengine akafanyiwa kitu kibaya, kwa sababu mtu ambaye yuko na mtoto wake ndio mtu pekee ambaye amemshikilia mtoto wake wa kiume ambaye ni Prince. Sasa ikabidi siku inayofuata wafalme wa falme mbili wakutane, unaambiwa, maana kila mmoja amemshikilia mtoto wa mwenzake. Sasa bila ya kinyongo unaambiwa mfalme Agomba akamleta mtoto wa mfalme Ududu ambaye alikuwa ni Mmirima. Sasa mfalme Ududu yeye akamchezea mwenzake mchezo, akamletea jamaa mmoja ambaye alikuwa amefunikwa na ifanana na mtoto wake, na wala Agomba hakuelewa chochote ambacho alikuwa anafanyiwa mzee. Kisha mfalme Ududu akamwambia Agomba kwamba amwambie Bube akae mbali sana na mtoto wake kama anataka amani. Kisha mzee akajichenga na kumwacha hapa. Walikuwa wanamfunua yule mshikaji ukifikiri kwamba ni Ibube, lakini wakagundua kwamba wameuziwa mbuzi kwenye gunia mzee, kwani hakuwa Ibube kabisa, unaambiwa. Basi mfalme haraka sana akaagiza maskari wake waweze kuwafuatilia nyuma, maana sasa kibarua kinazidi kwa kizito sana upande wao. Waliosubiri pale maskari wale wakarudi wakiwaambia kwamba walijaribu kuwafuatilia lakini walipotea na hakuna aliwaona kabisa. Basi mzee akazidi kuchanganyikiwa kwa sababu kilichotokea kinazidi kuwa kibaya mno, yaani maana yake hekima zake na upendo wake unazidi kumponza mzee. Sasa upande ambapo amefichwa Prince unaambiwa kakatimba haka katoto ambako kanaitwa Ngene kakamchukua mshikaji na kuondoka naye. Wakati huo mlinzi unaambiwa kapigwa juju kasimzia huko amesimama. Sasa dogo baada ya kumtoa katika matatizo akawa anamtaka amrudishie bracelet yake, lakini jamaa hakutaka kabisa kumpatia, akataka hata kumpiga lakini ikawa nashindikana, unaambiwa, maana huyu dogo sio dogo wa kawaida kabisa. Sasa mfalme Agomba alipokuwa katika kasri lake, ghafla wanatokea hawa wadada watatu. Mabinti wakampatia taarifa kwamba mtoto wake amekata moto, yaani amekwisha kutolewa kafara na hatamuona kabisa. Baada ya mabinti wale kuondoka, mzee akabaki analia kinoma, maana ndo hivyo amekwisha kumpoteza mtoto wake anayempenda na pia mtoto ambaye angemwachia ufalme huo. Sasa kutokana na hali ile mfalme akajikuta anakata moto, naambiwa. Baada ya Ibube kuokolewa na yule binti anakuja nyumbani kwao, anashangaa kuna huzuni kinoma. Anauliza nini kinaendelea na baba yake yuko wapi? Wazee wanamwonyesha kwamba azame ndani akamtazame huko, maana amekwisha kumlaza amekata moto. Basi ikabidi Ibube aingie ndani kwenda kumcheki baba yake aamini kwamba amekufa ama la.
Baada ya jamaa kutoka ndani, anaamini kabisa macho yake, anagundua kwamba baba yake amekata moto kweli. Wazee wanampatia taarifa kwamba taarifa za kifo chake ndo zimemfanya akate moto. Hakuweza kabisa kuvumilia kusikia mtoto wake amekata moto, unaambiwa. Sasa baada ya kifo cha baba yake, unaambiwa jamaa aliagiza baadhi ya mabinti wachukuliwe kwa ajili ya kuzikwa na baba yake, na kwa bahati mbaya sana mmoja wa mabinti ambao wamechukuliwa alikuwa ni dada yake na huyu binti hapa. Sasa dogo amekuja kumchukua dada yake, lakini Prince anamwambia kwamba dada yake atazikwa na baba yake, maana hiyo ni sheria na utamaduni. Pale ambapo mfalme anafariki ni lazima aweze kuzikwa na mabikira 7. Dogo akamwambia kwamba kwa kuwa amemsaidia basi inabidi wakati huo aweze kumsaidia, basi walau waonyeshe fadhila, lakini mshikaji hakuonekana kumsikiliza kabisa. La zaidi, unaambia jamaa hakutaka kusikia kabisa kwamba dogo anasema kwamba alishawahi kumsaidia, yaani anaamini ndio mwenye nguvu na hakuna kuweza kumsaidia hata mmoja. Maaskari ukapewa oda ya kumkamata huyu dogo. Sasa nao hawakushangaa imekuwaje, imekuwa rahisi sana kumkamata. Moja kwa moja wakaja kukatupa katika sero ambao dada yake yupo. Dada yake akawa anamuuliza amefuata nini, kumwona kama anataka kufa. Binti akamjibu kwamba yupo hapa kuhakikisha kwamba kila kitu ambacho kimepangwa kinatimia mzee. Basi dada yake akawa anachoka sana, unaambiwa. Sasa baada ya mfalme kufa, ufalme unamtegemea sana Prince Ebube. Yeye ndiye mtu pekee ambaye anatakiwa kutoa maamuzi ya kila kitu, lakini kwa bahati mbaya sana hii ni siku ya pili na hapinduki mzee. Yaani jamaa amelala fofofo kabisa. Umefika wakati maaskari wanamwamsha hata kumtikisa, lakini jamaa hageuki. Kwa hiyo ufalme kwa sasa upo katika njia panda, hawawezi kufanya kabisa mazishi. Sasa baada ya utafiti wa muda mrefu, huyu dogo akajulikana kwamba yeye ndiye ameweza kumfanya Prince aweze kulala usingizi wa muda mrefu. Basi wakawa wanamwomba sana kama inawezekana aweze kufanya kumwamsha tu, maana ufalme unamtegemea sana kwa sasa, hawezi kutoa maamuzi, unaambiwa. Hata hivyo Mmiri alikuwa ameshafika hapa kwa ajili ya kuweza kumuona mpenzi wake. Dogo alikuwa mkaidi akisema kwamba lazima apewe bracelet yake ambayo imechukuliwa na jamaa. Ikabidi sasa Princess Mmiri amfuate kwa ajili ya kumnong'oneza kitu, na baada ya kumnong'oneza ngine akakubali kabisa kwenda kumwamsha. Ikachukua dakika chache tu, unaambiwa Prince akaamka. Sasa jamaa alipotoka nje hakutegemea kabisa kumkuta Mirima akiwa hapa, basi akawa anamlaumu sana kwamba yeye na baba yake ndiye sababu ya baba yake kuweza kufariki, maana kama isingekuwa wao baba yake angekuwa mpaka sasa hivi yuko hai. Basi jamaa akavuta upanga wa askari na hapo akaanza kumkimbiza bidada, na binti akakimbia sana kuweza kuulinda uhai wake. Sasa wao wakiwa wanakimbizana, ghafla tunamwona mfalme akiwa amenyanyuka tena, na kujinsi inavyoonekana mzee hakukata moto kabisa, alikuwa amepoteza fahamu tu. Basi ikawa ni kwamba wazee wanabaki kumshangaa tu, na moja kwa moja mzee akarudi kukaa katika kiti chake cha enzi. Sasa hawa wamekimbizana, ikafika wakati kabidi wasimame tu. Binti akawa anamuuliza imekuwaje, mbona kama anataka kumuondoa uhai wake. Binti akamwambia kwamba kama anataka kumuua basi amuue, watu wajue kwamba alifia katika mikono ya mtu ambaye alikuwa anampenda sana. Basi mchizi akaurudisha upanga wake katika ala, kisha akamsogelea akimwambia kwamba anampenda sana kutoka katika kilindi cha moyo wake. Binti akamjibu kwamba anampenda pia. Basi wakawa wamekumbatiana pale, unaambiwa. Sasa wakiwa hapa, ghafla akatokea mfalme Ududu ambaye huyu sasa ndiye baba wa binti. Basi mzee akamwambia mshikaji kwamba yupo hapa kwa ajili ya kutengeneza amani kati ya falme zao mbili, na hii ni baada ya kugundua kwamba mtoto wake na ujauzito wake. Kwa hiyo hapa kwa sasa wanaweza kuwa na amani na amekwisha kuachana na kiburi chake. Sasa mara ghafla wakatokea askari wa usini, wamefika hapa kwa ajili ya kumpatia taarifa Prince kwamba baba yake amekwisha kuamka, yaani hakuwa amekufa bali alikuwa amekata moto kwa muda tu. Basi mchizi akajikuta akiwa na furaha sana kiasi cha kukubaliana kabisa na mzee ambaye ni Ududu ambaye alikuwa anataka wawe na amani. Kisha mwamba akamkumbatia mpenzi wake ambaye ni Mirima. Walikuwa na furaha kinoma, unaambiwa. Basi ikawa ni kwamba mfalme wa Angiri akaondoka kurudi katika ufalme wake, na katika ardhi ya usini sasa kuna furaha kinoma, maana kwa kiasi fulani sasa kutakuwa kuna amani kati ya falme mbili. Basi wasichana wote ambao walikuwa wameshikiliwa kwa ajili ya kuzikwa na mfalme wakawa wameachiliwa kuendelea na maisha yao ya kila siku. Ikawa ni furaha na amani tele, unaambiwa. Sasa kufikia hapa tunakuwa tumefika katika mwisho wa stori hii. Basi kama utakuwa umeipenda stori hii, tafadhali bonyeza alama ya like, subscribe, kisha weka komenti yako, kisha tukutane siku nyingine kwa ajili ya stori nyingine. Mimi naitwa Chris Mwana W. Bye.